Karibu sana ndugu yangu mpendwa. Umefika mahali pazuri hapa kwenye channel ya YouTube na TikTok hii, na wakati mwingine mambo yanayotokea duniani zinakufanya uulize, je, haki ipo duniani? Leo tuna simulizi ya mwanamke mmoja tajiri sana ambaye aliumia na usaliti wa mwanaume kuchepuka kwa miaka 18, lakini kimya chake kilikuwa silaha yake kuu. Kaa vizuri, hadithi inaanza sasa hivi. Siri ya miaka 18. Mwanamke mmoja aligundua kwa bahati mbaya kwamba kila wakati rafiki yake wa karibu alipoingia nyumbani kwake, binti yake alifurahi kupita kiasi, na mumewe naye alimkaribisha kwa moyo wote, kama kwamba wote wawili pamoja na mtoto wao walikuwa familia yake ya kweli. Lakini mwanamke huyo hakujali. Waliwaangalia tu, akasema zaidi ya hayo, yeye mwenyewe alimwomba mumewe ampelekee rafiki yake kwenye chumba ili wajaribu nguo pamoja. Waliwaacha waone maisha wameyapatia. Kwa sababu alijua tayari. Alikuwa amejua siri hiyo tangu muda mrefu, kwamba mumewe na rafiki yake walikuwa wakifanya mapenzi kwa siri. Hata zaidi ya hilo, binti aliyemlea kwa jasho na damu hakuwa mtoto wake wa damu. Alikuwa mtoto wa wale wawili walaghai. Lengo lao lilikuwa moja: kumfanya msichana huyo amiliki utajiri wake atakapokuwa. Walidhani walikuwa werevu. Walidhani hawakuonekana. Hawakujua kwamba tangu siku mwanamke huyo alipojua ukweli, alikuwa tayari akichimba kaburi lao. Tego linategewa. Kwa hiyo katika miaka iliyofuata, mwanamke huyo aliendelea kujificha, akijionyesha kama mke mpole na mama mwenye upendo. Alimhudumia binti yake kwa moyo wote, na hata alipokutana na nyakati za aibu, akishuhudia mambo ya siri kati ya rafiki yake and mumewe, alipiga macho yake, akaendelea na njia yake, akingoja tu. Miaka 10 ilipita kama upepo. Chini ya upendeleo wa kupita kiasi wa rafiki yule, msichana huyo alikuwa amegeuka. Tabia mbaya, mwenendo mbaya, matokeo ya shule, janga. Mwanamke alipoona ripoti ya shule ya binti huyo, alitoa tu tabasamu jeuri. Rafiki yake, hata hivyo, aliogopa. Akakumbuka kwamba msichana huyo alikuwa mtoto wake wa damu, na siku moja atamiliki kila kitu. Akamwendea mwanamke haraka. Utafanya nini na msichana huyu? Mwanamke alijibu kwa utulivu. Nitamtuma nje ya nchi kusoma. Atakapofika atarithi kampuni. Macho ya rafiki na ya mume yaliangaza kwa furaha. Miaka mingi ya kupanga ilikuwa karibu kutoa matunda. Msichana aliondoka kwenda nje ya nchi. Rafiki hakuwahi tena kuweka mguu nyumbani kwa mwanamke. Mume alikuja nyumbani usiku wa manane kila siku. Wote wawili walingoja kwa hamu, huku wakiishi kwenye apartment za gharama wakisubiri utajiri. Hawakujua kwamba mwanamke alichoka mchezo huu wa paka na panya. Wakati wa hatua ya mwisho ulikuwa umefika. Ukweli hadharani. Miaka 3 baadaye, msichana alirudi kutoka nje ya nchi. Mwanamke na mumewe walifika uwanja wa ndege mapema kumlaki. Lakini msichana alikimbia moja kwa moja mikononi mwa rafiki yule mama, akipuuza kabisa mama yake aliyemsimamia. Mwanamke alisimama pembeni. Hakujali hata kidogo. Badala yake, alimpeleka msichana kwenye mkutano wa waandishi wa habari ndani ya kampuni, ambapo hadharani alitangaza kwamba hisa zote, mali zote, na kampuni yote zilihamishiwa jina la msichana huyo. Wageni walishangaa. Funguo za magari ya kifahari, mianzi ya dhahabu. Watu wengi walimhurumia msichana kwa bahati yake nzuri ya kuwa na mama kama huyo. Hapo ndipo rafiki, aliyekuwa amekaa ukumbini kati ya hadhira, hakuweza tena kujizuia. Alisimama, akapanda jukwaani, akatoa ripoti ya DNA mbele ya kila mtu, na kutangaza, msichana huyu ni mtoto wangu na wa mwanaume huyu, si mtoto wa mwanamke huyu. Hadhira ilimlipuka. Shutuma zilimwagwa juu yake, mtu ambaye hakuwa tu amefanya uasherati na mume wa rafiki yake, bali alitumia tumbo la rafiki yake kama chombo cha kupanga unafiki. Mwanamke aliulizwa na msichana chaguo lake. Bila kusita, msichana alichagua wazazi wake wa damu. Akamshukuru mwanamke kwa kumlea, kisha akampa shilingi sawa na $500 kama fidia. Hadhira ilikasirika zaidi. Watu waliona aibu kubwa katika watu hao watatu. Mume alisema, hii ni biashara yetu ya familia, watu wengine wasijihusishe. Akamwelekeza mwanamke karatasi ya talaka, amwekewe sahihi. Mwanamke, bila kufikiria hata sekunde moja, alitia sahihi. Rafiki alishangaa. Alikuwa ametegemea mwanamke angepigana, angelia, angomba, lakini hakufanya chochote cha aina hiyo. Kisha, hata kabla ya shangwe yao kuisha,
mwanamke alimwambia msaidizi wake alete zawadi kwa msichana. Ingawa si binti yangu wa damu, yeye ni mrithi wa kampuni yangu. Kwa hiyo, nampa pete ya jade ya ukoo wa familia yetu, zawadi ya kweli. Watu wengi walimwona mwanamke kama mpumbavu, lakini baadhi waliangalia kwa makini zaidi. Mwandishi wa habari mmoja aliuliza waziwazi, "Je, uliweka mtego?" Mwanamke hakujibu. Bila neno moja, akageuka, akaondoka. Kwa sababu moyoni mwake mtego ulikuwa bado unaanza tu. Hofu iliingia moyoni mwa mume. Alikumbuka jinsi mwanamke huyu alivyowahi kushinda wapinzani wengi bila jasho. Wote watatu wakamfuata haraka kwenda nyumbani kwake wa zamani na wakastaajabu. Tajiri wa zamani alikuwa anaishi katika nyumba ya kuchakaa, akila mkate wa kawaida na chumvi. Maisha ya maskini kabisa. Rafiki alimdhihaki kwa furaha. Mwanamke hakusema neno, aliendelea na chakula chake. Kitendo hicho kiliwafanya wote watatu waogope zaidi. Msichana akasema, "Usiwe na wasiwasi, baada ya siku 3 nitaolewa na mkurugenzi mkuu. Atawekeza bilioni 1 kwenye kampuni yetu. Kisha tutaishi maisha mazuri, na mwanamke huyu ataendelea na umaskini wake." Mshamba mwanamke huyu jamani, miaka yote tunamdanganya, haha. Walichekelea. Mwanamke bado hakusema neno. Aliwaangalia wakiondoka furaha, akafikiria moyoni mwake, siku 3 mtashuka motoni wote. Siku 3 baadaye, mwanamke alitokea ghafla kwenye sherehe ya harusi. Wageni walishangaa. Rafiki alidhani alikuja kuombaomba. Mume alitaka afukuzwe mara moja. Wakamdhihaki wote watatu kwa kumjia juu. Lakini mwanamke alitoa mwaliko, mkurugenzi mkuu mwenyewe alimwalika. Msichana alishangaa, akashuku mwaliko ulikuwa wa uongo, akamwambia, "Toka haraka. Walinzi njoo mbebe huyu mama na nguo zake za kukodi." Kumbe hawakujua huyu mama alikuwa na mtoto wake mwenye wa kiume, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu na tajiri kuliko wote mjini hapo. Stori inaishia hapo. Je, umeipenda? Tulete hadithi nyingine kama hii. Angusha komenti yako hapo chini, usisahau kulike na kusubscribe.